ya Mpwani. Ikiwa shida ni rasilimali yenu ikiwemo bandari, UDA itapigania rasilimali ya Mpwani. Ikiwa shida ni Mpwani kujumuishwa katika wafanyikazi ndani ya serikali, hilo lote litafanyika kupitia chama cha UDA. Kwa hivyo mimi kama rais nawapatia hakikisho langu la kwamba hata kiwa paa itasimama, shida na kilio cha Mpwani kitabebwa na chama cha UDA. Swali la tatu nilipomuuliza rais ni kwamba katiba haikuruhusu uwe rais wa maisha. Katiba inakuruhusu uwe rais wa miaka 10 peke yake. Je, leo hii rais, tuvunye chama cha paa tuje kwako kwa sababu imetupatia hakikisho ya kwamba utambeba Mpwani kama mwanao, lakini mwaka wa 2032 wewe hutataka urais tena? Sisi wa Pwani utatuweka wapi? Manake utakuwa umetoka na chama ya paa imekufa, kutaingia mtu mwingine ama rais ambaye hajali kilio cha Mpwani. Je, tutafanya nini sisi wa Pwani ili hali chama chetu tutakuwa tumekizika katika kaburi la sahau? Rais akasema ya kwamba ikiwa hilo ndio wasiwasi wenyu, basi hiki chama cha paa msikivunje. Hiki chama cha paa msifanye nini? Msikivunje, kiendelee. Lakini na warai kwamba mwaka wa 2027 chama cha paa kisisimamishe wagombeaji katika nyadhifa za kisiasa. Wale wote ambao wanataka kutafuta nyadhifa mbalimbali za kisiasa kupitia chama cha paa mwakani, sasa waje katika chama cha UDA watafute nyadhifa zile kupitia mwavuli wa chama cha UDA, ili mwaka wa 2032 2032 tukipata rais ambaye hajali kilio cha Mpwani, chama cha paa kitakuwa kiko pale. Manake kwa sasa chama cha paa hakivunjwi. Na hapo ndipo tukapeana mikono na rais, tukamwambia sasa tunaweza kufanya kazi na wewe. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kwale, mwaka ujao chama cha paa hakitaweka wagombeaji wowote katika wadhifa wowote katika Jamhuri ya Kenya. Wale ambao walikuwa wanainua ama wana fikra za kutafuta viti tofauti tofauti kupitia chama ya paa, sasa wote watatafuta nyadhifa zile kupitia mwavuli wa chama cha UDA. Na mwaka wa 2032 tukipata rais hasidi, tukipata rais mkora, tukipata rais ambaye hajali kilio cha Mpwani, chama cha paa kiko pale. Manake wahenga wanasema kwamba ni sungiro ya kwehu. Munaelewa sungiro amba? Munaelewa? Iko kibindoni. Ni sawa? Iko wapi? Kibindoni. Kwa hivyo kwa sasa paa iko kibindoni. Mwaka wa 2032 tusipopata mtu kama William Ruto kuendelea, tupate mtu ambaye anabagua na hajali Mpwani, paa itapambana na yeye. Manake kwa sasa tumeweka ni kibindoni mwetu, ni silaha yetu. Haya ndiyo mambo ambayo tulikubaliana wanapaa pamoja na rais wetu. Ndio maana leo hii munaona ndugu zanguni hapa kina Ndoro, hebu njoo hapa. Wale wenzako wako wapi bwana? Ile jeshi la paa ambao likuwa hapa Kwale, wengine hawako hapa, lakini wote wamekuja katika mwavuli wa chama cha UDA.
Hawa ndo walikuwa MCAs wa chama cha PAA hapa katika Kwale hii. Mimi nataka niwaambie jamaa, kuanzia leo gavana wetu hapa Kwale si mwingine, ni Mheshimiwa Fatuma Achani. Bas, hiyo ndo mwelekeo ya PAA sasa. Nendeni mkapumzike. Sasa Mheshimiwa Achani, jeshi lako hili si langu tena. Hili ni jeshi lako na ni jeshi nguvu kazi. Kwa hivyo hilo lilikuwa nataka niliweke wazi ili tusianze baadaye tuseme Mheshimiwa Kingi ndio huyo. Juzi alikuja na PAA, leo hii amekuja na jazi ya yelo. Kwa hivyo kuanzia sasa kwenda mbele mpaka mwakani, sote tunasukuma gurudumu la chama cha UDA. Na tulipokuwa kule Ikulu na kakangu Salim Mvurya, siku moja mimi na kakangu Salim Mvurya tuliitwa kule Ikulu na rais akasema kwamba nataka ni watume Pwani. Wewe na Salim nataka ni watume Pwani ili muhakikishe kwamba chama cha UDA Pwani ndicho chenye usemi na UDA ndo baba lao hapa Pwani. Na hii safari tumeanza mimi na kakangu Mvurya. Mwaka 2022 Mvurya alikuwa anaenda hivi na Kingi anaenda hivi. Lakini mwaka ujao Kingi na Mvurya sasa wanasukuma upande mmoja. Ole wao wale ambao watasimama kinyume chetu. Manake ni gharika hii. Ukiona Mvurya na Kingi wamesimama pamoja, ndugu yangu, angalia kwa kwenda. Na wale ambao wanasema eti Pwani hii ni ngome ya chama fulani, nataka niwaambie hivi. Baada ya matokeo ya kura ya mwaka ujao, mtajua Pwani ni ngome ya chama cha UDA. Manake tutasafisha kuanzia rais hadi MCA. Kuanzia Rais Ruto, Gavana Achani, wabunge timu yetu iko hapa, MCAs wa UDA, seneta wa UDA, tunataka tupige 6 piece hapa Kwale. Manake ndugu zangu, nataka niwaambie hivi. Rais wa Jamhuri ya Kenya si ndiye party leader wa UDA? Si ndio party leader wa UDA? Sasa ikiwa unataka kwenda kwa Ruto, ya nini utumie njia ya kwenda mbali? Wewe airport